Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Tulisema tupo kwenye tafsiri ya sura An-Nur. Paka darasa lililopita tulikuwa tumetafsiri aya paka nambari 12 paka aya nambari 13. Tafsiri darasa lililopita tuliishia katika aya namba 13 katika sura An-Nur. Nataka kitu kimoja. Inshallah nataka paka Ramadhani iishe, inshallah tuwe tumemaliza sura hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo mengi tunaona huko mbele. Hichi kitabu nitakika pembeni kidogo, tutakwenda kwenye msahafu. Tafsiri aya 10 kila darasa. Na nitakwenda kwa ufupisho wa tafsiri ili tumalizie aya zilizobaki. Ni mwezi wa Qur'ani, imeteremshwa katika mwezi huu. Kwa hiyo tuangalie leo katika bahari ya Qur'ani. Hatukumalizia hadithi al-ifki ile hadithi ya uongo ya uzushi ambaye alisingiziwa mama yetu Aisha. Hatukimalizia, tutamalizia katika darasa ijayo inshallah, na nina maana kufanya hivyo kwa sababu kuna aya mbele hapa inahusika zaidi na kile kisa. Sasa nitakimalizia hicho kisa kwenye kitabu hiki Rawai al-Bayan tafsir ayat al-ahkam ya Sheikh Ali As-Sabuni. Tutamalizia kisa kwenye darasa ijayo inshallah, lakini kwa leo tutachukua aya 10 tafsiri ya mukhtasar ili tuende kwenye aya 10 zote. Tunaanza na aya inayosema, aya namba 14, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi adhabun adhim. Allah anasema, na kama si fadhila za Allah juu yenu na rehema zake. Fadhila zipi na rehema zipi? Ni kule kuwasamehe wale eneza hadithi ya uongo kumsingizia mama Aisha. Walipotubia na kurejea kwa Allah, Allah alikubali toba yao. Na hii ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika rehema za Allah. Unaonaje kama umefanya kosa hili ikawa mlango wa toba umefungwa? Mtume alayhi salam katika hadithi anasema, inna litawbati baban, toba una mlango, ma baina misra'ihi ma baina al-mashriq wal maghrib la yughlaq hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Toba una mlango, lakini mlango huu una sehemu mbili, sehemu ya kufungukia huko na sehemu ya kufungukia huko. Unaona kwa mlango mwingine afira pa kauti haupo, mlango ukifunguka kuna mwingine unafunguka, mwingine unafunguka, hii inaitwa misra'i. Hasa kutoka mlango huu mpaka mlango huu ni kama kutoka mashariki na magharibi, la yughlaqu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Huu mlango haufungi mpaka jua lichomoza upande wa magharibi. Allah anasema, walaula fadlullah alaykum, kama si fadhila za Allah juu yenu na kukubali toba za wale ambao wamefanya jambo hili kulieneza kumsingizia mama Aisha radhiallahu ta'ala anha wa rahmatuhu, na kama sio rehema zake. Na hapa hawaingii wote wale ambao wameeneza huu uongo, hawaingii wote hawa. Hapa anaingia Mistah bin Uthatha na Hasan bin Thabit na Hamna bint Jahsh. Ama wale wanafiki, kwa sababu hawa wana imani, walikuwa nasema katika imani, hasa kutokana na ile zile imani zao wameingia katika kosa, wameteleza. Kutokana na ile imani yao Allah amekubali toba yao, walipotubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawakubalia kwa sababu ya ile imani yao. Ama wale wanafiki ambao wameingia katika unafiki na wapo kwenye hili jambo, kama vile Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sul al-munafiqina, haingii katika aya hii. Wanafiki wengine hapa wanaingia wale ambao ni katika waumini, lakini wameingia katika kosa hili, wataingia katika kusamehewa. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na kama si fadhila za Allah juu na rehema zake, fi dunya wal akhirah, dunia na akhirah, lamassakum fima afadtum fihi adhabun adhim, ingekupateni kutokana kile ambacho umeingia ndani yake kumsingizia mama Aisha, adhabun adhim, adhabu kali sana. Duniani ya kufanywa haddi na adhabu ya kupiga bakora 80, na akhera kuna adhabu kali kule motoni. Kama sio fadhila za Allah na rehema zake, haya ingekupateni. Kwa hapo wanaingia hawa watatu kwa sababu kutokana na ile imani yao, lakini wale wanafiki hawaingii katika aya hii. Nimesema nataka kutafsiri aya 10.
au zaidi hapo insha Allah taala. Aya inayofuata namba 15, idh talaqawnahu bi alsinatikum. Tunakwenda kwa ikhtisari ayati. Idh talaqawnahu bi alsinatikum, pindi mlipopokea jambo hili au tukio hili la mama Aisha kusingiziwa, bi alsinatikum, kwa ndimi zenu, watakuluna bi afwahikum, na kama mnasema kwa midomo yenu, kwa vinywa vyenu kama mnazungumza, ma laysa lakum bihi ilmun, mambo ambayo hamna elimu nayo, mambo ambayo hamna ushahidi nayo, mambo ambayo hamna uhakika nayo. Watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim, mkam nadhani kwamba ni jambo la kumsingizia mama Aisha ni dogo, lakini kwa Allah ni jambo kubwa. Kuna maana mmoja, hii jambo lilipotokea hapa tuliona katika darasa ambazo zimepita, liligonga vichwa vya masahaba sana. Mtume mwenyewe alikuwa hajui afanye nini. Tumeona katika darasa lililopita, bwana mmoja alimuuliza mke wake, alimwambia mama fulani, hivi kweli unaweza kufanya hili jambo ambalo kasingiziwa mama Aisha, unaweza kufanya wewe? Akasema hapana, siwezi kufanya abada. Akasema kama wewe huwezi kufanya, bora kuliko wewe Aisha hawezi kufanya, sababu Aisha ni bora kuliko wewe. Kama wewe huwezi kufanya, Aisha min babi aula, ni zaidi ya hivyo, sababu yeye ni bora kuliko wewe. Watahsabunahu hayyinan, nadhani kwamba ni jambo ni dogo, wa huwa inda Allahi adhim, lakini mbele Allah jambo kubwa mno. Ndio maana ikiwa kwa mtu yeyote kutokea jambo kama hili, kumsingizia tukio kama hili ni baya, halikubaliki kwa mtu yeyote. Sasa kwa mama muumini Aisha min babi aula, alisingiziwa mama Aisha kwa kazini. Watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim, na kuona kwamba ile jambo mnadhani kwamba ile jambo ni dogo, lakini mbele Allah ni kubwa mno, sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliingilia kati, alipata ghera kwamba kwa nini mja wangu kama huyu mtukufu bora kabisa anasingiziwa, kaingilia kati hili jambo, kateremsha hizi aya 10 zote kumtakasa mama Aisha, kaingilia kati. Si jambo dogo kwa hakika, jambo wao tunaona kama ni jambo dogo, ni inda Allah adhim, kwa Allah ni jambo kubwa. Walaula idh sami'tumuhu, ana bakumina 6, walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim. Allah anauliza, anasema kwa nini idh sami'tumuhu, pili mliposikia ile jambo na ile tukio mlipolisikia, qultum, kwa nini msingesema, ma yakunu lana, haiwezi ikawa kwetu, an natakallama bihadha, kuzungumza na jambo kama hili, haiwezekani. Sisi waumini hatuwezi kuzungumza jambo kama hili. Muumini hawezi kumsingizia Muislamu mwenzake tena jambo chafu kama hili, ingawa kuna wengine kutokana na udhaifu wa imani zao, inawezekana kasikia tu, hana uhakika, hana yakini na jambo lenyewe, kaanza kusambaza na kutangaza ajali mkusanyiko wa nini, akawa anamchafua mwenzake. Hii si katika imani za Kiislamu jamani wenzangu. Muislamu anamlinda Muislamu mwenzake. Almuslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu yake Muislamu, la yadhlimuhu wala yakhdhiluhu, hamdhulumu wala hamfedheshi. Hivi inawezekanaje ndugu akamfedhesha ndugu yake? Ndugu yako wewe unawezaje kumfedhesha kitu ambacho hakiwezekani? Allah anasema walaula idh sami'tumuhu, tumesema tunakwenda na tafsiri kwa ufupi, tutafsiri aya 10 leo. Walaula idh sami'tumuhu qultum, kwa nini mliposikia tukio hili mkasema, kwa nini msingesema, ma yakunu lana, haiwezi ikawa kwetu, an natakallama bihadha, kuzungumza jambo kama hili, haiwezekani. Subhanaka, utakaso ni wako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe Allah umetakasika, na sehemu yoyote inakuja neno subhana, hili jambo ni kubwa. Angalia ile tukio la Isra na Mi'raj, Allah anaanza kwa kusemaje? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Ametakasika yule ambaye ameanza na subhana. Jambo linataka kuzungumza ni jambo kubwa. Jambo lolote ambalo likitajwa kwa subhana, hili jambo ni kubwa. Kama tukio la Isra kaanza na subhana, tukio ile kasingizio mama Aisha ni kubwa, Allah akasema subhanaka hadha
buhtanun adhim, umetakasika ewe Allah. Huu ni uzushi mkubwa kabisa, huu ni uongo mkubwa kabisa. Katika neno subhana kuonyesha kwamba jambo ni zito, kumsingizia muislamu wenzako ni jambo zito mno. Ndio maana katika Uislamu huna mashahidi unapiga bakora 80. Albayinatu au haddun fi dhahrik, ima ulete bayana ushahidi, kama si hivyo upigwe bakora 80 mgongoni, kwa sababu umefanya kitu kikubwa ambacho Allah kataja kwa subhana. Subhanak, umetakasika ya Allah. Hadha buhtanun adhim, huu ni uzushi mkubwa kabisa. Na kusingizia mama Aisha, yaidhukumullah, ana ba 17, yaidhukumullah, anakupeni mawaidha Allah subhanahu wa ta'ala. Yachukueni mawaidha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakupeni mawaidha, yaidhukumullah, anakupeni mawaidha Allah subhanahu wa ta'ala. Anakupeni nasaha, anakunasihini Allah subhanahu wa ta'ala, an ta'udu limithlihi abada, msije mkarejea kwenye jambo kama hili milele. Allah anakubali toba yenu nyinyi watatu. Wale masahaba wale wana imani, kwa sababu ile imani yao Allah anakubali toba yao. Hawa wengine wanafiki hapana. Hawa waumini Allah anakubali toba, lakini anawapa nasaha kwamba msirudie tena. Kumsingizia muislamu wenzako msirudie tena. Na muislamu kimsingizia muislamu mwenzako, si ndio? Tukio ambalo si la kweli, la kumchafua, la uzinifu, jambo lolote ambalo muislamu ukamsingizia naye lakini hayupo katika tukio hilo au katika jambo hilo, ili Allah akubali toba yako, lazima ukamtake msamaha. Lazima hilo. Ili Allah akubali toba yako, ili Allah akubali msamaha wako, lazima uende kumtake radhi. Kama kuna yote ulishakumfedhesha siku fulani au ukamsingizia, kamtake radhi, Allah yeye kusamehe kama haja kusamehe. Ndio maana hawa bwana walienda katika nyumba ya Mtume kuomba msamaha. Yaidhukumullah, Allah anasema, Allah anakupeni mawaidha na kunasihini, an ta'udu limithlihi abada, sije mkarudi tena kwenye jambo kama hilo milele, msirudie tena. Na msikilize mama Aisha, nyinyi msirudie tena. In kuntum mu'minin, kama nyinyi kweli ni waumini. Muumini akifanya kosa akatubia, arudi tena. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na wala hawaendelee na yale ambayo wanafanya katika maasi na walikuwa wanajua. Kumsingizia usirudie tena. Allah anasema hivyo, ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Ana ba 18, wa yubayyinu Allahu lakumul ayat, na Allah anawabainishieni nyie alama zake na aya zake, ziko wazi kabisa. Tumesema al-ayat ziko za aina mbili, kuna ayatun kauniyya na kuna ayatun qur'aniyya. Kuna aya za kiulimwengu zinaonyesha kwamba Allah yupo. Ulimwengu haujajiumba wenyewe, kuna muumbaji, kuna aliyeutengeneza, haujitengeneza wenyewe abadan. Ukiangalia huu ulimwengu unajua kweli kabisa ni aya kuonyesha kwamba Allah yupo. Ni aya kaunia kiulimwengu, lakini kuna ayatu al-Qur'aniyya, kuna aya za Qur'ani ambazo tunaweza soma hizi. Ukisoma aya za Qur'ani zaonyesha kweli aya Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Maana haya haiwezekani kazungumza mwanadamu haya. Hizi aya amezungumza yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani, si malaika wala si mtume wala si kiumbe chochote hawezi kuzungumza maneno kama haya, muujiza mkubwa kama huu. Ndio maana Quraysh wakati aya za Qur'ani zikiteremka wakasema maneno ya mtume haya, wao wakasema maneno ya Jibril haya. Qur'ani ikawapa challenge, ikawaambia fa'atu bi ashri suwarin muftarayat, hebu leteni japo aya 10 tu, aya 10 tu leteni. Aya nyingine kabla leteni japo aya moja inafana aya Qur'an, walishindwa kuonyesha muujiza wa Qur'an. Ndio Allah akasema wa yubayyinu Allahu lakumul ayat, na Allah anawabainisheni aya za ulimwengu kuonyesha kwamba yupo. Unajua na Allah anatuletea kila aina ya dalili kuonyesha kwamba yeye yupo.
lakini wanadamu wanafunga macho, hawataki kuona. Kwa mtu mwenye akili akiangalia hizi aya za Qur'ani, akiangalia hizi aya za kiulimwengu, anajua kweli muumbaji yupo, lakini wanadamu hawataki kujua hilo. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi tena mwenye hikma, kila kitu anakiweka mahala pake. Unajua hikma wad'u shay'i fi mawdhi'i. Hikma maana yake ni kukiweka jambo kwenye mahala pake. Kama ni maneno yakae mahala pake, kama ni vitendo vikae mahala pake, kila kitu mahala pake. Hilo hikma. Allah anasifikana na sifa hiyo ya al-hakim, mwenye hikma. Innal ladhina yuhibbuna, aya 19, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, haika wale ambao wanapenda kuenea uchafu, uovu kwa wale walioamini. Lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah, hao wana adhabu kali kabisa inayoumiza duniani na akhera. Hilo kuna watu wanapenda wenzao yawafiki machafu, yawafiki mabaya. Allah anasema hao ambao wanapenda waumini wenzao yawafiki machafu kama hayo ya kusinzia mama Aisha, lahum adhabun fid dunya, lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah, wana adhab kali duniani na hata akhera. Mtume anasema katika hadithi, la tu'dhu ibadallah. Mtume anasema la tu'dhu ibadallah, msiwaudhi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tu'ayyiruhum, wala msiwafedheshe waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u wala tatlubu awratihim, wala msifatilie dosari zao, aibu zao. Wala kila mtu ana aibu hapo, kila mtu ana aibu zake, kila mtu ana yake hapo. Hasa ya kwako usiangalie kwa nini, waangalia mtu mwingine. Hasa Mtume akasema wala tatlubu awratihim, wala msifate aibu za ndugu zenu Waislamu wala za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu man talaba awrata akhihi almuslim, haiko yule ambaye atakayefuata na kuifuatilia aibu ya ndugu yake Muislamu, talaba Allahu awrata, Allah tafuata aibu yake. Na Allah akifuata aibu yako, hatta yufdhihahu fi baiti, Allah tamfedhesha japo nyumbani kwake. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, haika wale ambao wanapenda kuenea machafu kwa wale walioamini, lahum adhabun alimun, wana adhabu kali fi dunya wal akhirah, dunya na akhirah. Wallahu ya'lam, na Allah anajua, wa antum la ta'lamuna, na nyinyi hamjui. Allah anasema wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, Allah amewatoa katika matumbo ya mama zenu, hamjui kitu. Na wallahi haya ambayo wanadamu wanayajua katika ulimwengu ni sehemu ndogo sana, ndogo sana, lakini anayejua kila kitu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu, na Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam, anajua kila kitu. Lakini nani ambaye anajua kila kitu? Hakuna mwingine. Wa antum, lakini nyie la ta'lamun, hamjui. Kila ambacho mnakijua ni kidogo sana. Allah anasema wama utitum min al-ilmi illa qalila, hamjapewa katika ujuzi ila ni kidogo sana. Anayejua kila kitu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, ana bari 20. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na kama isingekuwa fadhila za Allah juu yenu na rehema zake za kuwasameheni kile ambacho mmekifanya katika kueneza uchafu huu wa kumsingizia mama Aisha. Wa anna Allaha raufur rahim, na kwamba Allah ni mpole tena mwenye huruma. Allah mpole sana, tena ana huruma sana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hurumia waja wake, anahurumia kulikweli. Mangapi tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye anatuhurumia. Mangapi tunamfanyia, lakini yeye Allah anatupa neema mbalimbali. Mangapi. Wa anna Allaha raufur rahim, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole tena mwenye huruma. Ana bari 21. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan, Allah kasema enyi mliamini msifuate njia na hatua za shetani. Hatua za shetani Allah amekataza kufuata. Njia ya shetani Allah amesema usifuate. Hatua za shetani usizifuate.
Wanachuoni kwenye kutafsiri aya hii, la tattabi'u khutuwati shaytani, msifuate hatua za shetani, au tafsiri kadha wa kadha. Lakini Imam Qatada rahimahullah ta'ala anasema la tattabi'u khutuwati shaytani kullu ma'siyah, kila maasiya ni njia na ni hatua ya shetani, usifuate kila maasiya yote ni hatua ya shetani, usifuate. Ukifuata maasiya unafuata njia ya shetani, unafuata hatua za shetani, sababu hatua za shetani kila maasiya. Hakuna shetani anapendelea mwanadamu afanye khairi, anapendelea mwanadamu afanye maasiya. Wale kule shetani hana shida nao, ana shida na hawa hapa. Hapa mwingie msikitini, shetani ana shida nao kule. Ndio maana akija hapa mtu kuswali, shetani yupo. Ndio maana tukitaka kuswali watu wanakumbusha, wala tadharu furujati min ash-shaytan, msiache mianya ya shetani anapita katikati. Mkiacha mianya yeye anapita na anawashawishi. Ndio mtu akianza kuswali anaanza kuwaza, hapo anadai madeni, hapo anauza, hapo ananunua, akitoka pale anaenda na malizia. Shetani yupo pale. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan, yenye mliamini msifati hatua za shetani. Na hatua za shetani tafsiri ilikuwa ametafsiri Qatada rahimahullah ta'ala ni kullu ma'siyah, kila maasiya ni hatua ya shetani. Wa man yattabi' khutuwati shaytan, haiko ile kwamba anafuata hatua ya shetani, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar, haiko huyo shetani anaamrisha machafu na munkar. Shetani kifuata njia yake na hatua yake atakuamrisha nini? Hakuna khairi. Na Allah akasema inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, haiko shetani kwenu ni adui, na nyinyi pia mfanye kwamba ni adui. Inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, so vingine anatafuta kundi lake akaonea katika moto wa jahannam. Yeye shambia kwamba anaingia motoni, sasa hataki kuingia mwenyewe, anawapambia, anawavuta ili watu wakaonewa wapi? Motoni, pamoja naye shetani. Hataki kuingia mwenyewe peponi, kule motoni bwana. Hataki kuingia na wenzake. Nani hao wenzake? Watakaofuata hatua zake. Hakuna khairi ambayo shetani ataamrisha, bali atakachokiamrisha ni fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Yeye shetani anaamrisha machafu na munkar. Munkar kullu ma ankarahu shar'a, kila ambacho sheria imepinga ni munkar. Kila ambacho sheria imepinga ni munkar, na shetani ndo anaamrisha watu na kuwalingania huko. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, na kama si fadhila za Allah juu yenu na rehema zake, ma zaka minkum min ahadin abada, hakuna angetakasika yote katika nyie abada. Kama si rehema za Allah kwa haya ambayo mmeyafanya kumsingizia mama Aisha, kama si ambayo mnafanya kusingizana nyie kwa nyie, ma zaka minkum, asingetakasika yoyote miongoni mwenu, min ahadin yote abadan, milele. Walakinna Allah yuzakki man yasha, lakini Allah anamtakasa amtakaye. Wallahu samiun alim, na Allah anasikia, na Allah ni mjuzi. Allah anasikia kila kitu, kila ambacho kinajiri Allah anakisikia. Nipeni mfano mmoja tu ili mjue kwamba Allah anasikia kweli kweli. Ilipotamka sura hii, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, aya hii kuteremka kwake, alikuja mama mmoja kwa mtume kushtakia jambo la mume wake akiitwa Khawla. Kuja kushtakia jambo la mume wake, kuna maneno mume wake akamwambia, kaja kumshtakia kwa mtume, ya Rasul, nini hukumu yangu? Yule bwana alimwambia mke wake, anti alayya ka dhahri ummi. Ilitokea nini? Sio habari ya leo. Anti alayya ka dhahri ummi, wewe mke wangu kwa mimi ni kama mgongo wa mama yangu. Yule mke akawa haelewi nini kinaendelea, akaenda kumshtakia mtume. Mtume akawa ajui amwambie nini, ishakuwa talaka hiyo au si talaka hiyo. Wakati wanazungumza pale nje, Aisha yuko ndani, yuko katika nyumba Aisha. Wakati wanazungumza, Aisha anasikia lakini hajui kinachozungumzwa. Muda si mrefu Jibril kaja na hizi aya kuonesha kwamba hili jambo hukumu yake ni nini. Hukumu ikatimka pale pale. Aisha anasema subhanallah, mimi niko ndani sijawasikia wanachozungumza mtume na Khawla. Allah yuko mbingu wa saba kasikia. Wallahu alimu, Allah ni mjuzi, Allah anasikia.
Wewe unaona, utakapoona kile Allah anasikia. Siku unaona tu, bali hata iliyopo katika vifua, watu wameficha, wamekusudia kunani ndani nyoyo zao, Allah anajua. Wote unaona kisiri kuliko Allah anajua. La yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Hakuna ambacho kinafichikana kwake, sio mbinguni wala si ardhini. Chote Allah anajua, vyote Allah anavijua. Kwa kumalizia, pengine labda tuchukue aya ya mwisho. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa. Kilichofanya ni ache kile kisa kukimalizia ni hii aya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kama muda utatosha kidogo tutamalizia mbili hapo, lakini kama utatosha tuaishe katika aya hiyo. Wala ya'tali ulul fadli minkum, na wala wasiape watu wenye fadhila na ubora katika nyie. Aya hii imeteremka kwa sababu maalumu ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wanamtukana Abu Bakar, wasikize vizuri. Wanamkosea Abu Bakar heshima, wasikize vizuri aya hii. Aya hii wallahi ni aya tosha kabisa kumtakasa Abu Bakar Siddiq. Anasema hivi, wala ya'tali, na wala wasiape ulul fadli, wale wenye fadhila na ubora, minkum katika nyie, wasaa, na wale ambao wana wasaa katika mali, katika riziki. Ayyutu ulil qurba, kwamba wasiwape riziki wale ambao ni wa karibu yao. Aya hii imeteremka kama tulivyosema kwa Abu Bakar, kwa sababu anayesingiziwa ni binti wa Abu Bakar, na wale ambao wameeneza huu uongo ni katika wale ambao tumewataja ni Mistah bin Uthatha. Na huyu Mistah alikuwa ni mtu fukara, mtu maskini. Abubakar alikuwa ndo anamlisha. Siku hiyo anakuja kuomba msamaha, hata wewe Mistah, wewe nakulisha kile, sinakupa chakula, wewe wamsingizie binti yangu wewe, kwanza ile sikupi. Wallahi na hapa sikupi. Abubakar ali sikupi riziki kwanza. Riziki chakula sikupi. Nakupa chakula washiba, alafu wewe kumsingizia binti yangu. Angalia, yani mtu wewe ndio unampa kila kitu yani. Pengine labda chakula chake, huduma zake, mavazi yake, kila kitu chake wewe ndio unampa. Alafu anakufanyia ubaya. Wewe utafanyaje? Yaani kwa ile imani ya kibinadamu yani. Wewe utafanyaje? Mimi nampa chakula huyu, alafu anifanyie hivi. Lazima tuingie kitu ya kibinadamu kama ilivyoingia kwa Abubakar. Wallahi, mimi nakupa riziki wewe kijana, wewe Mistah, alafu waje umsingizie binti yangu, na hapa sikupi tena. Sasa Allah kamlaumu Abu Bakar, akasema wala ya'tali ulul fadli, wasiape. Ya'tali yatokana kama ile hadithi inasema kwamba man dha alladhi yata'alla alayya, nani ambaye ananiapia juu yangu. Hasa hapa akasema wala ya'tali, wala wasiape ulul fadli, watu wenye fadhila minkum katika nyinyi. Kuna kitu ambacho nataka nyinyi mkishangae kwenye aya hii, mkishangae kidogo. Angalia kwanza, kabla ya hapo aya hii imetaja wingi, wala ya'tali ulul fadli minkum, wala wasiape wale wenye fadhila katika nyinyi. Lakini anaongelea Abubakar mmoja, lakini Allah anaongelea kama wingi. Kwa nini? Hii ni kama ile mfano wake, inna anzalna ilayka dhikra, sisi tumeteremsha kwako wewe ukumbusho. Kwani Allah kwa ngapi? Mmoja. Bwana anasema sisi yu'adhimu nafsa, alitukuza nafsi yake kubwa. Ni kama sasa hivi mna jambo lenu fulani, unazungumza na bwana, sisi tumeamua, wewe unaongea huko mwenyewe. Sasa Allah anasema sisi tumeteremsha Qur'an. Kwa aya moja, maana anasema sisi yu'adhimu nafsa, anatukuza nafsi yake ni kubwa. Hasa hapa anamwongelea Abubakar mmoja, lakini anaongelea kwa sigha ya aljamu, ya wingi. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa ayutu ulil qurba, wasiape wale wenye fadhila katika nyie na wenye wasaa, wasiape kwamba wasiwape riziki wale wa karibu yao. Abubakar analaumiwa yeye mmoja, lakini inatajwa sigha, tamko la wingi, kwa sababu fadhila aliyokuwa nayo
na nafasi aliyokuwa nayo na manzila aliyokuwa nayo, mpaka anazungumziwa kwa sigha ya wingi, ni mmoja. Kwa kwa hapo ambao wanamtukana huyu mtu ambaye kaongelewa kwa sigha ya wingi kati yuko mmoja. Inna Ibrahima kana umma, Ibrahima alikuwa ni umma, alikuwa mmoja. Kwa nini awe umma kati ni mtu mmoja? Ule wake na ile fadhila yake yaonesha kwamba hata kama ni mmoja lakini ni kama wako wengi kutokana na fadhila yake na ubora wake. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa ayutu. Hapa asili yake ilikuwa alla yutu. Ilikuwa ije hivyo alla yutu. La ikaondoshwa. Na kuna baadhi ya sehemu Allah huwa zinaondoshwa kwenye Qur'ani. Mfano yubayinu Allahu lakum al-ayat alla tadhillu an tadhillu. Yubayinu Allahu lakum an tadhillu. Allah anawabainisheni kila kitu ili msije mkapotea, lakini hapa akutaja la sema an tadhillu. Anasema alla tadhillu, la ikaondoshwa. Na hapa kadhalika ayyutu likosema alla yutu. Imam Az-Zajjaj anasema la imeondoshwa kwa sababu ya vitu viwili. Kwanza ad-dilala, ina jambo linajulikana. Lakini pili anasema kwenye aya nyingi za Qur'ani au sehemu nyingi katika Qur'ani ikija jambo la kiapo, kama kuna kiapo huwa la inaondoshwa. Na hapo kiangalia kuna kiapo wala ya'tali wala wasiape, la ikaondoshwa. Kuna kiapo hapo. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa, wala wasiape wale wenye fadhila na ubora katika nyie na wale wenye wasaa katika mali na riziki, ayyutu kwamba wasiwape, kwamba hawato hapa riziki ulil qurba, wale wa karibu, wal masakin na maskini, wal muhajirin fi sabilillah, na wale ambao ni muhajirin katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu mistari katika muhajirin fi sabilillah, katika muhajirina asa Abubakar anaambia asiape bwana, kwamba asimpe, asiape. Waliafu na msamehe, waliyasfahu na mfute kabisa, kwa sababu kuna kusamehe na kuna kufuta. Tunaweza nimekusamehe lakini bado uko roho. Asaf unasahau alafu unafuta kabisa, hiyo asaf. Waliafu wasamehe, msamehe tu bwana. Waliyasfahu lakini ufute kabisa zilisiwepo katika nafsi yako. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hivi hampendi Allah awasamehe makosa yenu wenyewe? Abubakar alipoteremka na inamlaumu akasema uhibbu an yaghfira Allahu lakum, napenda Allah anisamehe, narudisha nitakupa na nitalepa. Yaani waumini wenzetu wale ilikuwa ikija aya na walaumu muda ule wanabadilika, lakini sisi paka ondoshe dugu lako paka liishe dongo lile. Lakini Abubakar bado kalaumia muda ule anasema alla tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hivi mpende Allah awasamehe? Napenda na nitaenda kukupa. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi msamehe tena mwenye huruma. Anabalishana mimi kumalizia, innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilat, nasema tafsiri aya 10 leo. Innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilat, kwa wale ambao kwamba wanasingizia wanawake wacha Mungu, alghafilat ambao wameghafilika na machafu, almu'minati tena wale waumini, lu'inu fi dunya wal akhirah, wamelaaniwa duniani na akhirah. Unamsingizia mtu hujui imani yake pengine ni mcha Mungu kiasi gani, ukimsingizia na si kweli kwamba ni mchafu, ni mzinifu, Allah anasemaje? Lu'inu fi dunya wal akhirah, wamelaaniwa si duniani wala si akhirah, wamelaaniwa hao. Wal'ana hiya at-tardu ar-rahmatillah, ni kufukuzwa mbali kabisa na rehema za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Iko mbali kabisa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo usimsingizie mtu mwingine katika laana, utakuwa mbali kabisa na rehema za Allah, na rehema zake zitakuwa zinatemka huko kwa haziji, kwa sababu umshalaaniwa. Aya mwisho kabisa, aya mwisho, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Aya mwisho kabisa kwa leo, aya 10 ngaidi, alhamdulillah imetekeleza. Yawma tashhadu alayhim, siku ambayo itawatolea ushahidi hawa watu hao, itawatolea ushahidi alsinatuhum, ndimi zao zitatoa ushahidi, wa arjuluhum, na miguu yao, wa aidihim, na mikono yao pia itawatolea ushahidi, wa arjuluhum, na miguu yao pia itawatolea ushahidi kama huyu alikuwa anafanya kadha kupitia mkono wake, huyu alikuwa anakwenda sehemu fulani kupitia miguu yake. Subhanallah.
ushahidi umetolewa. Na viungo haviwezi na cha ajabu zaidi mpaka ngozi. Ngozi ambayo kwa kiabia kidogo waitapitia mafuta mazuri kabisa inatoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutolea ushahidi dhidi yako. Ngozi. Kuna aya nyingine katika sura Yasin anasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Leo tunafunga ndimi zao, midomo itafungwa sababu mdomo unapenda kujitetea sana. Maadamu kimpa nafasi ya kujitetea hutamwadhibu abada. Hayo yote yasije kujitokeza, midomo itafungwa. Mikono itazungumza, miguu itazungumza, viungo vitazungumza. Bima kanu, kwa ile ambayo ilikuwa wakiyafanya. Hapa Allah anasema yauma tashhadu alaihim alisnatum, sisi ambayo ndimi zao zitawatolea ushahidi, wa aidihim, na mikono yao, wa arjuluhum, na miguu yao, bima kanu ya'malun, kwa kaile ambayo walikuwa wakiyafanya. Insha Allah mpaka kumaliza mwezi wa Ramadhani nataka sura hii tuweze kuimaliza insha Allah. Leo tukomea hapa, niruhusu baadhi ya maswali kama yapo.